Habari, karibuni katika mwendelezo wa vipindi vyetu pendwa kutoka hapa Royal Polyclinic kutoka katika department ya pharmacy. Na leo tutazungumzia namna tofauti katika dawa, lakini mada kuu itakuwa ni matumizi sahihi ya dawa pamoja na madhara yake pamoja na kujua ushauri nasaha. Moja kwa moja tuanze na matumizi sahihi ya dawa ni yapi. Ili ujue matumizi sahihi ya dawa ni yapi, kwanza ujue dawa. Dawa ni kitu chochote ambacho kimetengenezwa na mfamasia na kinakuwa kina components mbili na kinakuwa kina malengo ya kutambua ugonjwa, kutibu ama kukinga ugonjwa. Hivyo vitu viwili vinavyounda dawa, moja ni kiini cha dawa, lakini cha pili ni excipients au tunaweza tukaita viambata vinavyosaidia ile dawa kufanya kazi. Sasa matumizi sahihi ya dawa ni yapi? Matumizi sahihi ya dawa ni kitendo cha mgonjwa kutumia dawa sahihi kwa ugonjwa sahihi kwanza, lakini pia kwa wakati sahihi, lakini pia kwa kiwango sahihi, lakini pia kwa muda sahihi, lakini pia kwa maelekezo sahihi kutokana na afya yake au kutokana na hali ya ugonjwa wake kwa wakati ule. Hapo mtu akifuata hizo njia zote tano tulizosema, usahihi hizo tano zote, sahihi ya dawa, usahihi wa kiwango cha dawa, kiasi pamoja na wakati, tutasema atakuwa katumia dawa kwa usahihi. Sasa yapi madhara ya kutokutumia dawa kwa usahihi? Ina maana mtu asipokunywa dozi sahihi, asipokunywa dawa kwa wakati sahihi, asipofuata pia maelekezo ya mtu wa huduma wa afya. Kuna madhara tofauti anaweza akayapata. Madhara ya kwanza ni usugu wa vimelea vile vinavyomuathiri yule mgonjwa. Usugu wa vimelea vinavyomuathiri yule mgonjwa mpaka inapelekea kuto kupona. Kwa hiyo usugu wa vile vimelea, ina maana vile vimelea vinashindwa kutibika kwa ile dawa husika. Sasa mgonjwa wetu hatashindwa kupona. Ina maana utashindwa kupona kwa huo ugonjwa wako. Hayo ni madhara ya kwanza kutokana na usugu wa vimelea. Lakini madhara ya pili yanaweza kutokea ni kifo. Mtu anaweza akapoteza maisha kwa sababu atashindwa kupona kutokana na usugu wa vile vimelea vya wakati ule vinavyomsibu. Atapoteza maisha. Lakini pia madhara ya tatu tunaweza tukasema itaongeza gharama za yale matibabu. Ina maana matibabu ya huyu mgonjwa kama ilikuwa akifuata usahihi na maelekezo yetu, atapona kwa gharama ndogo ya matibabu, lakini kwa kutokufuata usahihi na matumizi sahihi ya dawa itapelekea huyu mgonjwa apandishe gharama za matibabu, kwa sababu atahitajika kupewa dawa ambazo ni za bei ya juu zaidi in terms of injection ambazo ni sindano, itabidi alazwe na mambo mengineyo. Hayo ni madhara makuu matatu yanaweza yakatokea kutokana na kutokutumia dawa kwa usahihi. Lakini pia tunaweza kusema madhara mengine, tunaweza tukapoteza nguvu kazi ya taifa. Nguvu kazi ya taifa kwa namna gani? Tutapoteza watu wengi kwa mkupuo kutokana na kutokutumia tu dawa kwa usahihi. Lakini pia tunapenda kutoa ushauri kutokana na hayo madhara ya dawa. Jitahidi uepukane na kutokutumia dawa kwa usahihi, ambapo ni unapopata matatizo au unapopata tatizo la kiafya, jitahidi ufanye consultation na mhudumu wa afya ili upate dawa yako kwa usahihi kutokana na ugonjwa wako unaokusibu. Lakini pia ujitahidi kufata maelekezo ya mtaalamu wa afya pindi unapotumia hiyo dawa yako. Lakini pia unapoona mabadiliko yoyote wakati wa matibabu yako, jitahidi kupata ushauri wa mtaalamu wa afya, haswa mfamasia, ili ujue hayo matatizo yanapelekewa na hizo dawa au yanapelekewa na kitu kingine, ili uweze kukikontrol kwa wakati huo. Lakini pia tunapenda kutoa ushauri kwa wagonjwa wetu ama wateja wetu ama Watanzania kwa ujumla, kutumia dawa pasipo ushauri wa daktari au kununua dawa mwenyewe kutokana na kwamba unaumwa si sahihi. Wewe ukijisikia unaumwa, fika hospitali ili upate ushauri wa daktari na upate dawa sahihi kuliko wewe kujinunulia. Kwa hiyo usinunue dawa katika duka la dawa ambayo haujapewa na daktari. Lakini pia tupende kutoa ushauri wa kujenga ama kuelimisha umma. Hizi dawa zina madhara makubwa. Paka hapo tumeona ukitumia kwa usahihi, usipotumia kwa usahihi unaweza kupata kifo and the likes. Tutoe
ushauri ama rai kwa jamii nzima. Tujitahidi sote kwa pamoja kuto kutumia dawa za mwenzake. Ukiona mwenzako anaumwa, wewe umezikuta zile dawa, una dalili zile zile na wewe ukaona utumie, hapana, haifai. Kila mtu ana dawa zake na kila mtu anatibu ugonjwa wake mwenyewe kutokana na hali aliyokuwa nayo. Lakini pia tusiseme tu kutumia dawa za mwenzako, sio sahihi. Wewe inabidi ukamuone daktari kwa wakati huo. Nichukue pia fursa hii kuwakaribisha katika kituo chetu cha Royal Polyclinic kwa ajili ya ushauri, majadiliano mbalimbali, matumizi sahihi ya dawa na namna tofauti tofauti. Sisi tunapatikana hapa maeneo ya Ilala Bungoni, karibu na kituo cha Msaada Gereji. Asanteni sana, karibuni sana.